mifuko ya hifadhi ya jamii. Tumezoea kwamba walioajiriwa ndio yule mwajiri anakuwa anapeleka ule mchango, sijui ni mchango sijui nini kila mwezi. Baadaye ukisha staff mambo yanakuwa yanakaa vizuri, auishi kizembe, auishi kwa mawazo. Kwa hiyo mambo yanakuwa hivyo. Lakini je, kwa upande wa wanaojiajiri wao inakuwaje? Na hii inafuatia mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kuwahimiza wananchi waliojiajiri nchini kujiunga na kuchangia katika mfuko ama mifuko ya hifadhi ya jamii ili kujijengea akiba, kupata kinga ya kijamii na kuwa na uhakika wa maisha yao ya sasa na ya baadaye. Wito huo umetolewa hivi karibuni na mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala Ekwabi Mujungu wa mfuko huu wakati akifungua siku maalumu ya hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri iliyofanyika kwenye maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kuhakikisha huduma za hifadhi ya jamii zinafikia Watanzania wote bila kujali aina ya shughuli wanazozifanya. Kupitia shughuli za kiuchumi ambazo mnazifanya, NSSF tunaamini mnapoendelea kujiunga na kuchangia, mnajihakikishia kuwa na akiba pamoja na kinga pindi mnapopata majanga mbalimbali. Hivyo natoa rai kwenu na kwa Watanzania wote waliojiajiri kutumia nafasi hii kuhakikisha mnajiunga na kuchangia NSSF ili muweze kunufaika na mafao mbalimbali. Kujiunga na NSSF ni uwekezaji wa uhakika kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Kadiri mtu anavyoanza kuchangia mapema, ndivyo anavyojenga msingi imara wa kunufaika na mafao mbalimbali yatakayomsaidia yeye na familia yake pale atakapohitajika. Dhana ya kujiwekea akiba wakati mwingine imekuwa haieleweki kwa Watanzania wengi, na wengi wamekuwa wakijikuta kwamba anatumia kila kitu ambacho amekipata na kwa muda fulani baadaye anaanza kuhangaika, hata kama aliweza kujipatia kipato kikubwa, lakini baadaye anajikuta wakati umri umekwenda, nguvu zimeisha, anashindwa kumudu maisha. Na maswali yanabaki kuanza kujiuliza, ilikuwaje? Mbona huyu alikuwa anafanya kazi vizuri? Mbona alikuwa na biashara nzuri? Imekuwaje katika umri huu sasa mambo yamemwendea vibaya? Ni kwa sababu wakati mwingine ni kukosa elimu na kujua umuhimu wa kujiwekea akiba. Huyo ni Ekwabi Mujungu, mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala kutoka mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Mmemsikia? Vizuri kabisa. Sasa tunataka kupata elimu kwa ajili ya msikilizaji kuhusiana na kile ambacho kinahusiana na waliojiajiri wenyewe kushiriki katika mifuko hii ya hifadhi ya jamii. Na kama tulivyokuarifu awali, studio tumemwalika Rehema Chuma ambaye ni meneja hifadhi skimu wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii. Karibu sana Rehema. Asante sana. Habari ya asubuhi. Salama. Na tuanze hapa, wewe ni meneja hifadhi skimu. Hii hifadhi skimu kwenye mambo ya mifuko ya hifadhi ya jamii inahusiana na nini hasa? Asante sana. Kama ambavyo umenitambulisha, mimi ni meneja wa hifadhi skimu, naitwa Rehema Chuma. Skimu ni mpango. Ni mpango ambao NSSF imeupanga kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania waliojiajiri wenyewe katika shughuli mbalimbali za uchumi nao wanaingia na kuwa wachangiaji na kunufaika na mafao ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo huu ni mpango maalum wa kinga ya jamii ambao unawahusu wale waliojiajiri ambao kwa kipindi kirefu hawakuwa miongoni mwa wanaonufaika na mifuko hii ya hifadhi ya jamii. Tukisikia mpango huwa tunawaza kwamba kunakuwa na mpango wa muda mrefu, wa muda mfupi, wa muda maalum na wakati. Na wakati. Huu mpango, hii skimu inakuwa ya muda gani? Imeanza moja kwa moja ama itaenda tu baada ya muda mtasubiri ili muangalie mambo yakoje? Asante. Kwanza kabisa hifadhi ya jamii ni mkakati wa kitaifa au ni mpango au ni mfumo ambao umewekwa na serikali ili kuhakikisha Watanzania au wanajamii wote wanapata kinga ya jamii. Nafikiri ninaposema kinga ya jamii unanielewa mtangazaji, kwamba kila raia wa dunia hii anatakiwa kuhifadhiwa, anatakiwa kupata kinga. Na hii ni moja ya maazimio ya Umoja wa Mataifa ambao wamesema kila taifa liweke mpango au mfumo ambao utahakikisha wananchi wake wote wanakuwa katika
kukingwa na majanga mbalimbali yanayotokea ya kijamii. Na kwa kuangalia mpango huu tumeuita tu mpango kwa sababu unajumuisha sasa, ni mfumo ambao tumeuandaa rasmi kwa ajili ya wenzetu ambao walijiajiri. Sisi ambao tumeajiriwa tunao mfumo wetu. Tunaweza tukasema nao ni mpango tu, mpango wa lazima wa uchangiaji. Lakini huu wa kwao wajasiriamali ni mpango wa hiari wa uchangiaji ambao unahusisha makundi mbalimbali ya wananchi waliojiajiri wenyewe katika uchumi, ikiwemo wakulima, wafugaji, baba na mama lishe, wavuvi, wachimbaji wadogo wadogo, wanaofanya biashara za uchuzi machinga kama tulivyozoea, lakini wale wote ambao wanafanya shughuli zao bila kuwepo na mahusiano ya mwajiri na mwajiriwa. Sawa. Na umesema hapa tulioajiriwa kwa muda mrefu tumekuwa ni wanufaika wa mifuko hii ya hifadhi ya jamii, lakini waliojiajiri walikuwa ni kama bado hawajatazamwa. Nini ambacho kimetokea mpaka mmekuja na skimu hii ama mpango huu sasa hivi? Sawa, asante. Kwanza kabisa nguvu kazi kubwa ya taifa nafikiri iko kwenye upande huu. Takriban 85% ya nguvu kazi ya taifa ni watu ambao wameajiriwa aidha kwa sekta ile binafsi rasmi au kwa sekta hii sio rasmi. Sasa hao walioajiriwa kwenye sekta hii sio rasmi ni karibu 80%. Na hilo ndo limetuchagiza sisi kama mfuko au kama serikali kuhakikisha kwamba tunawafikia na wao, kwa sababu huko nyuma tulikuwa sisi tu ambao tumeajiriwa. Ninyi ambao umeajiriwa ndio mpo kwenye huu mfumo. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba sasa itafika wakati kama ambavyo mkurugenzi Mujungu amesema, itafika wakati jamii kubwa itakuwa nje ya kinga, na hapo sasa serikali itashindwa kupata nguvu ya kusaidia hiyo jamii kubwa. Kwa hiyo ndio maana mwaka 2018 sheria ikabadilishwa ili sasa mfuko wa taifa hifadhi ya jamii pia uongeze wigo kwa hawa wenzetu waliojiajiri ambao walikuwa nje ya mfumo wa kupata kinga hifadhi ya jamii. Kwa hiyo mpango huu ni wa hiari lakini ni wa uchangiaji. Kwa maana kama ambavyo wale ambao wako kwenye ajira wanakatwa kila mwezi mshahara na mwajiri naye anachangia, na huku pia hao waliojiajiri wenyewe, kwa sababu yeye ndio mwajiri tunafahamu na yeye ndio mwajiriwa, kwa hiyo atachangia sehemu ya kipato chake ili aweze kupata kinga ya haya mafao, hii kinga ya jamii ambayo kupitia mafao tunayoyatoa. Sawa. Na utaratibu kwa wale waajiriwa unajulikana, lakini huu wale ambao wamejiajiri wenyewe, utaratibu wenyewe hasa unakuwaje? Asante sana. Kwanza kabisa tunawatambua wako wapi na ni kina nani, na hapa leo ni moja ya sehemu ya kutoa elimu, kwa sababu wengi bado walikuwa hawana utambuzi kama kuna hii scheme kwa ajili yao au huu mpango kwa ajili yao, kama ambavyo tumetoka kuongea na Mheshimiwa Mujungu ametoka kuongea mkurugenzi wetu kwamba hii ni sehemu ya Sabasaba, ni sehemu ya kutoa elimu. Kwa hiyo kwanza tunatoa elimu ya wao wenyewe wajue kwamba kuna huu mpango. Hiyo ni muundo wa kwanza, kutoa elimu, kuwatambua wako wapi. Lakini pili, mpango huu ni wa hiari kama nilivyosema, lakini lazima uchangie ili baadaye unapopata janga au tatizo uweze kupata huduma ambazo tunazitoa. Kwa hiyo kwanza kabisa wananchi wajue mpango huu ni wa hiari lakini ni wa uchangiaji. Na mwanachama anapokuja au aliyejiajiri mwenyewe anapokuja, tunampa elimu ya kwamba na yeye ni sehemu ya wanufaika wa mifumo ya hifadhi ya jamii, lakini lazima yeye mwenyewe aseme ana kipato gani. Kwa hiyo sisi kipato ambacho tumekifikiria cha awali cha kima cha chini ni cha mwajiriwa aliyekuwa na kipato cha 1,500,000 kwa mwezi. Kwa hiyo mchango wake kwa mtu mmoja mmoja utakuwa ni 30,000. Na hiyo 30 baada ya kujiunga atapewa control number. Akishapewa control number au kumbukumbu namba ya kuchangia, lakini atachangia kwa kudunduliza. Kwa hiyo tumeweka utaratibu mzuri ambao utamfanya yeye achangie kutokana na kipato chake. Kwa hiyo tumekwenda kudunduliza, maana yake ni kwamba ile 30 anaweza kaa wiki ikapata 10,000 akachangia, 5,000 akachangia, ama ni lazima hiyo 30 ije kwa pamoja? Asante. Kutokana na vipato mbalimbali. Kuna wengine wana vipato vya chini kabisa, wengine vya kati, wengine vya juu. Kwa hiyo tumemruhusu hata yule mwenye kipato cha chini awe anachangia hata 1,000 kwa siku. Kwa hiyo kwa 1,000 tu kwa siku 30 utakuwa wewe ni sehemu ya mnufaika wa mafao ambayo tunatoa. Kwa hiyo tumesema hivyo kwa sababu tulifanya utafiti kidogo kuangalia makundi haya yako vipi na vipato vyao vinakaa vipi na uchumi wao ukoje. Kwa hiyo tukaona
kumbe kuna Mtanzania ambaye kwa siku anaweza akachangia at least 1,000 badala ya kumpa mzigo mkubwa wa kuchangia 30 yote kwa pamoja. Tumempa hiyo uwepesi wa kwamba atachangia kidogo kidogo, ili ikifika tarehe 30 basi awe amekamilisha mchango wake wa mwezi, na mwezi unaofuata atakamilisha, na mwezi unaofuata, ili aweze sasa kuwa mchangiaji endelevu. Na lakini kama ataweza kuongeza pale ambako anapata faida kubwa, basi tutamruhusu aongeze, lakini kima cha chini kwa mwanachama peke yake ni 30,000. Lakini kwa mwanachama kama ana wategemezi, yule ambaye sasa tayari ameshaanzisha familia, yeye atachangia 52,200. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu tuna mafao ambayo yanawahusu wategemezi. Tukienda mbele kwenye mafao nitaelezea, lakini kuna mafao ya matibabu ambayo yanawahusu moja kwa moja wategemezi. Kwa hiyo hatuwezi kumuunga yeye peke yake bila wategemezi wake. Kwa hiyo anayekuja na wategemezi yeye atachangia zaidi, kwa sababu fursa hii sasa ya mafao inasogea mbele kuhusisha pia wategemezi wake. Sawa. Na kwa yule ambaye labda anatusikiliza sasa hivi hajadoeli, amejiajiri mwenyewe. Amejiajiri mwenyewe na anasikiliza, naona umetaja wategemezi hapo. Kuna idadi maalum kwamba hawa, kwa sababu mfuko wao skimu yao iko kimpango wao, ni mpango maalum huu. Wategemezi wake watakuwaje? Unakuwa idadi yake ni ngapi? Lakini vile vile kwa wale ambao wanaajiriwa kuna faida wanaipata. Kwa mfano ukienda uzazi, baada ya miaka 3 ya uchangiaji bila shaka anapata kwa ajili ya faula uzazi lile. Kwa huyu ambaye amejiajiri mwenyewe, huyu kwake itakuwaje zile faida ambazo anaweza kuzipata? Asante sana. Kwa sababu tu kwenye kinga ya jamii kuna kitu kinaitwa usawa au equity kwa Kiingereza. Huu usawa maana yake hautakiwi kutoa mafao tofauti na kundi lingine. Kwa hiyo hili kundi nalo limepata fursa sawa kama sisi ambao tumeajiriwa. Kwa hiyo mafao ambayo tunayapata nyinyi ambao umeajiriwa ni yale yale ambao wanapata na hawa ambao wamejiajiri wenyewe. Kwa hiyo wategemezi pia ambao wanahusishwa hapa ni wale ambao wa moja kwa moja. Tunawaita moja kwa moja kwa sababu tunaamini mimi nikiwa na watoto wangu nao ni wa moja kwa moja. Mume na mke ni wa moja kwa moja, ambao wale unaamka nao, unafanya nao maisha na kadhalika. Kwa hiyo wategemezi ni 5 kwa maana ya mke na mume na watoto 4. Kama ambavyo huku kwingine kwenye uchangiaji wa lazima pia wategemezi ni 5, lakini ukiunganisha sasa na mwanachama mwenyewe wanakuwa 6. Kwa hiyo hawa wategemezi watanufaika tu katika mafao ya msingi ambayo tumeainisha kama mafao ya matibabu na mafao ya urithi. Ndio pale ambako wategemezi hawa tunawaita wajumuike na sisi katika kuwapa kinga ya jamii. Lakini kuna mafao mengine ya msingi ambayo kama utaniruhusu, lakini nilikuwa nataka pia niongee kidogo kabla sijaenda kwenye mafao, kwamba lengo la kuanzisha skimu hii ni kutokana na changamoto zilizopo kwenye jamii zetu ambazo nafikiri tunazifahamu. Kuna majanga mbalimbali ambao watu tunayapata tukiwa katika shughuli zetu. Majanga hayo ni kama uzee. Uzee tunaita janga kwa sababu ni lazima, ni wajibu. Unaweza ukafika sehemu ingawa wazee wenyewe wanaweza sipenda kuambia kwamba ni janga, lakini ni hali ambayo kila mtu lazima afike, na kuna namna ambavyo ile nguvu ya kufanya kazi, namna ule uimara, uthabiti, maarifa, kuna namna vitu vinapungua pale. Kwa hiyo unakuwa katika hali ambayo inakuwa kwenye utegemezi. Asante sana. Na hiyo sasa, huo ndio msingi wa kuanzisha hii skimu, kwamba pale ambako unakuwa umekosa kipato cha kukuwezesha kufanya mambo mbalimbali ya kijamii, kwa mfano kukidhi gharama za matibabu, ndo hapo sasa NSSF inaingia. Kwa mfano umefariki, umeacha familia, ndo janga lingine la kifo. Umeacha familia, pale ambako familia ile inakutegemea lakini haupo pale, ndo hapo NSSF inakuja, akiba yako sasa inaanza kufanya kazi. Lakini kuna wakati ambako umepata ulemavu, umefanya shughuli zako, bahati mbaya umepata ulemavu, na pale utegemezi unakuja. Ulemavu unaweza ukakuta umepoteza 1% kubwa ya uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo utegemezi unakuja, hapo NSSF ndio inakukimbilia. Lakini kuna wenzetu wa mama ambao mara nyingi akipata ile hali ya ujauzito, kuna wakati ambako hawezi kufanya kazi kabisa. Anatakiwa apumzike, labda aidha kutokana na changamoto za afya yake, au pale ambapo amepata mtoto anatakiwa akae miezi 3. Kwa hiyo tumewafikiria na wao waliojiajiri, na wao wanahitaji kupumzika wakati huo. Kwa hiyo tumeweka pia mafao ya uzazi. Lakini kuna wakati ambako ukifika uzee sasa unataka kupata pensheni.
basi tumeweka pia mafao ya pensheni, ambao huo ndo msingi wa kuwajumuisha wenzetu hapa. Lakini kuna wakati ambako umeshindwa kuendelea na shughuli zako, umekosa kabisa kipato cha kuendelea na shughuli zako. Kwa hiyo kuna fao la kukosa ajira, la kukosa kipato kwa hao wenzetu, pia nao tumewekea, kwa sababu nao pia wanafanya shughuli hizi ambazo za kuingiza mapato. Kwa walioajiriwa, maana yake ajira inaweza ikagoma. Kwa aliyejiajiri labda amepata majanga, kwa mfano mtu kama amejiajiri mwenyewe, labda biashara yake imeyumba, amefanya mambo hayaendi, au yeye mwenyewe kama ambao unasema afya yake, kwa sababu ukiwa umejiajiri maana yake wewe ndio mfanyakazi, wewe ndio bosi, wewe ndio mmiliki, ndio kila kitu. Kwa hiyo ukianguka wewe, maana yake biashara pia inaweza kaanguka. Kwenye hali kama hiyo anaweza kanufaika pia. Hali kama hiyo anaweza kunufaika kwa sababu kupitia mafao ambayo tutaenda kuyasimulia. Ndio. Kwa hiyo mambo makubwa matatu ambayo tumeyafikiria sisi ni ugonjwa ambao unaweza ukamsababishia mtu kutokuendelea kama ambavyo umesema mtangazaji, lakini uzee ambako mtu anaweza akakosa ushawishi wa kwenda kwenye zile shughuli, lakini akakosa nguvu pia ya kuhangaika, lakini pamoja na kupungua kwa kipato. Kwamba pale ambako huyu mwanachama amekosa kabisa ushawishi mwingine wa kukopa, amekosa kimbilio, basi akiba yake imsaidie. Pale tutampa 50% kwa kuanzia, lakini kama ataweza hawezi tena kuamka kabisa, maana tukimwacha vile hata michango itakoma. Kwa hiyo tunamruhusu kuja kuchukua salio lake au kuchukua sehemu ya michango yake ili aweze kuamka tena na aweze kurudi. Kwa hiyo hii scheme inaenda kumuinua Mtanzania kwa namna moja au nyingine, lakini ni mpango jumuishi wa watu wengi ambako tukienda kufanya uwekezaji kwa pamoja, tunakuja sasa kuweka kinga thabiti kwa Watanzania ili kutunza kipato na kutunza uzee wao na kuja kuwa na wao wawe na uzee wenye staha kama wale ambao wako kwenye ajira rasmi. Na kwa wale ambao umesema hapa labda mambo yameyumba kidogo, unaweza ukaja kuchukua kile ambacho umekihifadhi ili uanze tena kuinuka. Na sasa ameshakuja, amekichukua, amemaliza, anataka kuanza tena. Anaanzia mwanzo ama ataanzia pale alipoishia ambapo nyinyi mliona hebu chukua hili ukaendeleze maisha? Asante. Tunachosema msingi mkubwa kama nilivyozungumza ni huyu mtu tuendelee naye mpaka anafika uzee, tuweze kumkinga na ile hali ya uzee. Lakini kingine, huyu mtu aendelee kuchangia ili anapopata ugonjwa aweze kupata kinga hii. Lakini pale ambako anakosa kipato kama ulivyosema aweze kupata. Kwa hiyo tunashauri na tunawahamasisha wananchi wanapokuwa wanachama wa NSSF wasifikirie sana kutoka. Kwa sababu unapojitoa manake unatoka kwenye kinga. Kwa hiyo ni pale ambako umezidiwa sana ndio uweze kuja kujitoa. Lakini tunahamasisha waendelee kuchangia ili haya mafao, kwa sababu haya mafao yote yana vigezo vya uchangiaji. Kwa hiyo anapojitoa manake anaondoka kwenye kinga. Na akirudi mtangazaji inabidi aanze upya, kwa sababu anakuwa ametoa michango yake yote na tunamhesabu kwamba huyu mtu amejitoa. Anaporudi anaanza upya kutengeneza tena msingi wake wa pension ya uzee au msingi wa mafao. Sawa. Kupitia 0621170107 kuna swali hapa. Wakati nasi tunaendelea lakini kuna ambao tunawakilisha hapa. Anasema naomba muulize Rehema kwamba ikitokea nimetangulia mbele ya haki, hicho ambacho nimechangia kitakuwaje? Asante. Swali lake limeenda mbali, bado sijaongelea mafao, lakini nimjibu tu kwamba mafao ya urithi ni sehemu ya kinga tunayoitoa kupitia uchangiaji wake au kupitia akiba. Kwa hiyo mwanachama anapofariki kuna namna mbili ya kumpa kinga. Namna ya kwanza, kama amefika umri wa kustaafu na hakuwahi kupata mafao ya kustaafu, kwa maana niseme tu vigezo. Mafao la uzee lazima uwe umechangia miezi 180 na lazima uwe umefika miaka 55 au umechangia 180 na ukifariki pale tunakufikiria kwamba wewe ni tayari umepata sifa za kupata pensheni. Kwa hiyo akifika hapo na hakuwahi kupata pensheni, basi ile pensheni yake inarithiwa na mke au mume na watoto. Kwa hiyo ndo faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, kama hakupata vigezo vya pensheni, hajafika umri, sio umri tu, vigezo vya kwanza vya miezi 180, manake pale tutatoa mkupuo, tutawapa familia yake. Na utaratibu ni rahisi kwamba familia tunaijua, wakati anajiandikisha tunasisitiza
aweke familia yake, wategemezi wake awajaze pale, kama ni mke na watoto awajaze pale, ili sisi tukiingiza kwenye mfumo tunawaona, na haya mafao si ya mtu mwingine zaidi, ni ya wale wategemezi wa karibu, au kama wasipokuwepo basi ni wazazi. Kwa hiyo tutakachofanya, utaratibu wa mirathi utafanyika kama kawaida, na atakapokuja NSSF basi tutapeleka michango hii kwa wale wategemezi wake. Kwa hiyo hilo ni fao mojawapo la urithi. Sawa, na tutahitaji kufahamu na mengine kwa sababu muda nanyo unazidi kukimbia, tuna dakika chache tu hapa. Nataka kufahamu kwamba kwa walioajiriwa unawapata kwa urahisi kupitia mwajiri wao. Unaweza ukaenda kwenye kampuni ama taasisi fulani kwa ajili ya kuwahimiza kujiunga, lakini nadhani uko ni lazima. Hawa ambao hawajajiajiri tunafahamu kwamba mijini wapo na vijijini wapo vile vile. Hapa Mjungu amezungumza kwenye maonesho ya Sabasaba, pengine sasa inaweza kuwa ni rahisi kumshawishi mtu afike kwenye banda lenu. Mnawafikiaje kuhamasisha, kwa sababu sote tunakubaliana kwamba hili jambo pengine bado ni jipya, halijasikika sana masikioni mwa watu? Asante, nashukuru sana. Nitaunganisha pia na namna ya kujiunga pamoja na namna ya kuchangia. Kama nilivyosema awali, kazi yetu kubwa iliyopo mbele yetu ni kuwatambua. Sisi tuna ofisi Tanzania nzima. Tuna ofisi zaidi ya ofisi 60 katika mikoa yote na baadhi ya wilaya na vituo, baadhi ya vitongoji. Kwa hiyo ofisi hizi ndo zimepewa jukumu sasa la kuwafikia wananchi wote. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, lakini hatua nyingine tunafanya makongamano. Kama haya makongamano yanayotokea huwa tunashiriki, ikiwemo Sabasaba 88. Kwa hiyo kule tunapata pia fursa ya kukutana nao na kuwafanyia seminar au kutoa elimu. Lakini pia kuna vikundi ambavyo vipo, tunavisajili pia vikundi vya mbalimbali vya vikoba, vikundi vya ujasiriamali ambako kule tunawafuata. Lakini pia tumetoa uhuru wa watu kuja ofisini. Wale ambao watasikia elimu hii, tumetoa uhuru wa kuja ofisini katika mikoa yote Tanzania nzima. Kwa hiyo uchangiaji kabla ya hapo mwanachama anatakiwa ajiunge, na kujiunga ni bure. Na kwa wepesi zaidi, kwa kuongezea, sasa hivi tunajiunga kidijitali. Tumemruhusu mwanachama mwenye NIDA, mwenye utambulisho wa taifa, afanye mwenyewe kwenye mfumo, kwenye simu yake. Kwa hiyo ataingia na USSD namba *152*00 ataenda namba 9, jina na utambuzi, ataenda namba 6, ataona NSSF, akiingia pale atapata menu, itamuelekeza sasa namna ya kujisajili, namna ya kupata kumbukumbu namba na kadhalika. Na kule atapata hata mpaka taarifa yake ya michango na kadhalika, na namna ya kutoa. Sasa kama ana maswali mbalimbali anaweza kauliza. Hilo la kwanza. Lakini tuna NSF app ambao hiyo kwa wale ambao wana Android watafanya. Kwa hiyo mwenye kisoswadu ataingia kwenye USSD kama ambavyo wanalipa bili zile za serikali. Akishapata control number au kumbukumbu namba ataingia kwenye malipo ya serikali atalipa. Lakini yule ambaye ana Android, hizi simu janja, basi ataingia kwenye app yetu. Na kule ni rahisi zaidi kwa sababu atapata huduma zingine nyingi za kidijitali. Kwa hiyo namna ya kuchangia pia ataingia kule. Akishapata kumbukumbu namba ataenda kwenye mfumo wake wa kulipa bill mbalimbali kama simu au benki au wakala, basi atalipa huko. Lakini tumeruhusu huyu mwanachama, kwa mfano leo amekuwa mwanachama wa NSSF, ameshindwa kuchangia mwezi wa 7, ameshindwa kuchangia mwezi wa 8, ameshindwa kuchangia mwezi wa 9, akifika mwezi wa 10 tunamruhusu kurudi nyuma bila tozo yoyote. Hayo ndio wepesi ambao tumemfanyia mwanachama. Hakuna penalty, sio kama huku kwa waajiri. Kwa hiyo atalipa bila penalty, lakini ataruhusiwa kurudi nyuma mwaka mmoja tu. Kwa hiyo tunawasisitiza wenzetu, manake wengine wako kwenye malipo kwenye ujasiriamali, wanapata fedha zao kwa msimu. Kwa mfano kule kwenye madini, anaweza akawa amepata msimu huo amepata faida kubwa, basi anaweza akachangia kwenda mbele miezi 12 na kurudi nyuma kama akiwa amekwama huku nyuma, basi ni miezi 12. Na lengo ni kumhakikishia kwamba anaendelea kupata mafao yetu. Kwa hiyo tukianza na mafao ya matibabu, mwanachama wetu ambaye amejiunga na NSSF akichangia miezi 3 tu mfululizo, mwezi wa 4 ataanza kupata matibabu. Na haya matibabu atachagua hospitali moja ambao yeye huwa amezoea kwenda na familia yake, ataanza pale. Matibabu yakizidi, basi tutamhamisha kwenye hospitali ya rufaa na kadhalika. Lakini mwanachama ambaye anataka sasa kupata pensheni, nimeshazungumza kwamba lazima awe ana vigezo vya miezi 180,
lakini awe ametimiza miaka 55, lakini akifa katikati na akawa ameshatimiza miezi 180, basi familia yake itapata pensheni ya kurithi, mke 40% na watoto 60%. Na watoto wataenda mpaka watakapofika umri ule wa serikali wa miaka 21, baadaye mke ataendelea mpaka atakapofariki. Lakini tunasisitiza kwamba mwanachama ambaye yuko peke yake atachangia 30 tu, lakini yule ambaye yuko na familia atachangia 52,200. Na hii 52,200 tangazaji ni 1,800 tu kwa siku. Tumezoea Tanzania tunafanya matumizi mengi. Kuna bando na nini. Tunashawishi kwamba watu tupunguze matumizi, sasa tuanze kuweka akiba kwa ajili ya kesho yetu sote. Shukrani sana Rehema. Na bila shaka msikilizaji atakuwa amejifunza mengi. Yule ambaye anataka kuanza tayari umeshatoa hata mbinu hapo za kuingia na kwenye mfumo. Sisi tukushukuru sana kwa kuungana nasi hapa. Asante sana. Nashukuru sana. Karibuni NSSF. Tunajenga maisha yako sasa na baadaye. Asante sana. Ni Rehema Chuma huyo, meneja hifadhi skimu wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii, yani NSSF. Sawa, na tunakamilisha hivyo. Asante kwa wewe ambaye unaendelea kutoa maoni yako. Geoffrey Mgumba wa Tabata Segerea anasema kuhusu mpango wa NSSF kwa waliostaafu miezi kadhaa. Bila shaka hili swali tutaliwasilisha baadaye, lakini asante sana kwa wote ambao ametutumia ujumbe mfupi. Omari Daba nimekuona nasema sawa, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini wengine wanaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda nambari ya simu 0621107107. Tembelea pia ukurasa wetu wa Instagram kwa jina la UFM Radio TZ. Mambo mengi mazuri utayakuta pale. Morning Express. Habari zaidi. Amka nasi. Kwa habari moto za kina, uchambuzi yakinifu daima, hapo utapata unachostahili. Wewe ni sisi na sisi ni tunazisaka habari, michezo nje na ndani, tunakuletea, tunazichambua, tunazipembua, kwa sababu wewe ni sisi na sisi. UFM, sisi ni wewe.